viongozi wengi wamekuwa wana maradhi, hata wanazuoni wamekuwa na maradhi, kwa maana kwamba hawezi kuzungumza Kiswahili mwanzo mwisho. Akizungumza Kiswahili analazimika kuongezea na Kiingereza, maana kwamba hana maneno ya kumtosha katika Kiswahili. Na wakati mwingine akiambiwa zungumza kwa Kiingereza pia inampa taabu, inambabaisha. Hawezi kuzungumza Kiingereza mwanzo mwisho. Kwa hayo ni maradhi yako katika jamii yetu, yanayotutweza naweza sema. Sasa usomi wa siku za usoni ni kwamba uwe na uwezo, kama umeambiwa pale tunakwenda kuzungumza Kiswahili, uwe na uwezo wa kuzungumza Kiswahili mwanzo mwisho. Isipokuwa kama una lengo la kufundisha kama vyuo vikuu ambapo lugha inayoruhusiwa kutumiwa ni Kiingereza ama Kiswahili. Sasa lakini kama ukiambiwa uzungumze Kiswahili, ukitaka kujua we ni msomi, ni kwamba haubabaiki kutafuta maneno. Na mtu mmoja anazungumza katikati ya mazungumzo yake anasema hivi, concentration kwa Kiswahili maana yake nini? Anashindwa kujua kwamba kule ni kumakinika. Anazungumza Kiswahili lakini anasema nipe hiyo toothpick, lakini kumbe angeweza kusema kimbaka. Anatafuta neno aseme juice, kwa Kiswahili chake anapata tabu, badala angesema sharubati. Passion anashindwa kusema karakara, ama apple anashindwa kusema tufaha, ama roundabout anashindwa kusema kikuta, ama tukisema ile escalator anashindwa kusema kambarau. Unaona maneno yako chungu mzima, isipokuwa amejibidiisha kwa namna gani kupata mbadala wa maneno hayo ya Kimombo. Kwa hivyo lugha kwanza ni silaha. Nasema ni silaha jarabati. Jarabati iliyochunguzwa, iliyojaribiwa, ikaonekana ina ufanisi. Kwa hivyo mtu anayejua namna ya kutumia lugha vizuri, anajua uteuzi wa maneno, uteuzi wa sentensi, yule mtu atayapata mambo muhimu ya maisha. Ama ameenda katika siasa, ama ameenda katika kuhubiri, ama ameenda katika biashara, kwa sababu ana ubalagha. Ubalagha ni ushawishi, ana umbuji, uwezo wa kuzungumza mambo kwa maki na uketo. Hababaiki mtu yule katika hoja yake, yule atayapata mambo muhimu ya maisha. Kwa hivyo ni kusema tunaweza tukajifunza lugha mbalimbali za dunia, iwe ni Kihispaniola, iwe ni Kifaransa, iwe ni Kiingereza. Ni vizuri kujifunza lugha zile za ulimwengu, lakini ni vibaya kupuuza lugha yetu. Maana kwamba unaweza kuwa bora wa lugha zingine za dunia na pia ukawa bora katika lugha yako ya nyumbani, kwa sababu ndio inakupa utambulisho. Mimi si muumini kwamba watu wajifunze tu Kiswahili wasijifunze lugha zingine. Hapana, dunia ni kijiji. Unaweza kuwa na Kiswahili kizuri, vile vile ukajifunza Kichina, ukajifunza Kifaransa, ukapata fursa duniani kote. Kwa nini nasema hivi? Pia Kiswahili hakiwezi kukua kama hatuna watu wanaosema lugha mbalimbali za duniani. Kwa sababu mimi nikitaka nimfundishe Mchina Kiswahili, lazima nijue Kichina, kwa sababu lugha inafundishiwa na lugha nyingine. Nitatumia Kichina kumuelekezea Kiswahili, kama sisi ambavyo tulikuwa tukifundishwa Kiingereza kwa kutumia Kiswahili. Kwa nikitaka niende kufundisha Kiswahili Uingereza, lazima nijue Kiingereza. Nitazungumza nao vipi? Lugha gongana, wao wajui Kiswahili, mimi sijui Kiingereza, tutafundishana namna gani? Kwa lazima kuwe kuna lugha ya kufundishia. Kwa hivyo ili tuweze kufundisha Kiswahili kwa Waspaniola tujue Kispaniola, Kiswahili kwa Wachina tujue Kichina, Kiswahili kwa Waingereza tujue Kiingereza, ndio lugha yetu itapaa. Na tena kama balozi wa BAKITA, Baraza la Kiswahili la Taifa, mwaka huu kuelekea kilele cha kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani, ambaye ni tarehe 7 mwezi wa 7, kutakuwa kuna kongamano kubwa sana la Kiswahili Ufaransa, Paris. Kwa hivyo wale Waswahili ambao pia wananisikiza waanze fanya maandalizi kuanzia hizo tarehe, kabla ya tarehe 7 mwezi wa 7, hapo katikati tarehe 4 tutakuwa tuna kongamano letu kule Ufaransa, Paris. Sasa baada ya kusema hayo, wabadu wakadabahu fakir, langu jina ni Joram Kumbi, na yuka huku nikiweseka kuondozimu lumbi kila pahala. Naam.